Na ikiwa ndo tumemaliza kumpumzisha mpendwa wetu Karina na nimekutana na Isa. Isa, mambo vipi? Safi, kwema. Pole sana. Shukrani sana. Pole ya wote. Pole ya wote. Shukrani. Unaweza ukamuelezea kwa ufupi kidogo marehemu alikuwa mtu wa namna gani? Marehemu alikuwa ni dada yetu, alikuwa mwigizaji wa sanaa. Lakini pia ni moja ya mimi kilichonifanya nije kwenye msiba, kwanza ni mtu ambaye amepata maradhi kwa muda mrefu ni mtu ambaye ameugua kwa muda mrefu sana. Unaweza ukasema sasa bora akapumzike, lakini ameugua kwa muda mrefu. Mauti ulipomfika kama mwanadamu, nimeona si kitu kibaya nikija kushiriki kufanya naye kuja kuhakikisha tumemstiri salama. Hata kidogo kumbukumbu ambayo unaikumbuka, labda ulienda kumuona hospitali, maneno ya mwisho ya marehemu ilikuwaje? Sijabahatika. Lakini mtu ambaye unajua ni mtu ambaye alikuwa maarufu sana kwenye mitandao. Kwa hiyo ukiscroll hivi lazima utakutana naye, kuna habari yake kama si kuendelea kuumwa basi ametoka hospitali. Kwa hiyo ni mtu ambaye ilikuwa hata kama hujaonana naye lakini mwisho unaonana naye katika njia nyingine kwenye simu. Sawa. Cha mwisho Isa, marehemu inasemekana haya mambo ya ushirikina amehusishwa. Wewe una mawazo yako ni yapi kuhusu kama umesikia? Sasa ushirikina huwezi kusema kwa sababu mimi ninachokiamini haumfiki msiba mtu bila idhini ya Allah. Lakini pia kullu nafsi zalikatul maut. Yani nafsi yote na mauti itamfika, mtu atakufa. Kwa hiyo kifo kinakuwa kina sababu. Ukiniuliza nitakwambia ni sababu yake, siku zake zilifika, ahadi ambayo imetendeka, kila mtu lazima afariki. Kwa hiyo mambo ya ushirikina mimi siwezi kufahamu. Unaonaje ushirikiano wa wasanii katika matatizo kama haya? Kama dada yetu alikuwa mwigizaji, wanamuziki, ushirikiano inakuwaje katika kushirikiana kwenye matatizo? Sasa unajua kuna jambo la kuzika, mtu akistiliwa inakuwa kitu kizuri tu. Lakini kama kuna wengine wameshindwa kufika kutokana na mambo yao ya kikazi, sio kitu kibaya, lakini mwisho wa siku sio tulioshiriki tunaweza tukawa tumewakilisha vizuri tu. Sawa, shukrani sana. Sawa.